ninaitwa Masali John Masaka. Ninatokea shirika la Wild Survivors ambalo linajishughulisha na uhifadhi wa tembo. Tunafanya kazi zaidi za kuhifadhi tembo kwa namna ya kwamba tunatatua migogoro kati ya tembo na wakulima wanaopakana na hifadhi. Tumekuja hapa kwenye conference hii kwa ajili ya kuwaeleza watu shughuli ambazo tunazifanya. Kwa mfano, tunatumia mizinga ya nyuki, lakini mizinga ya nyuki hiyo inatoa mazao kama asali ambayo inakuwa faida kwa vikundi vya kina mama katika vijiji ambavyo tunafanya kazi. Nimekuja pia hapa kwenye hii conference kuambia watu namna ambavyo tunakusanya data, tunatumia vifaa gani. Tunatumia camera trap, tunatumia teknolojia ya simu ambayo tuna install application inayoitwa Survey 123, tunaitumia kukusanya data. Kwa lengo kubwa la kuja hapa ni kuambia watu vitu ambavyo tunafanya na namna ambavyo tunafanya ili kufanikisha hizi kazi za utatuzi wa migogoro kati ya tembo na jamii zinazopakana na hifadhi. Tangia shirika lianzishwe tumepiga hatua kwa kweli, kwa sababu tumeshaweka uzio wa mizinga ya nyuki zaidi ya kilomita 20 katika maeneo mbalimbali. Tuna uzio wa nyuki kilomita 7 upande wa Ngorongoro, vijiji vya wilaya ya Karatu, lakini tuna kilomita 6 kwa upande wa Serengeti, vijiji vya Mbilikili na Bisara, na tuna kilomita 6 tena katika vijiji vya Rukwa Katavi, vijiji ambavyo vinapakana na hifadhi ya taifa ya Katavi. Kwa hiyo kwa hatua ambayo tumepiga ni kwamba tumeona mabadiliko yapo. Matukio ya tembo kuingia mashambani na kula mazao ya wakulima yamepungua, lakini tunaona katika vijiji ambavyo tulifanya navyo kazi mwanzoni kama vya huku Ngorongoro, wakina mama wameanza kupata kipato kutokana na mazao ya nyuki. Lengo la kuanzishwa kwa shirika hili ni kuhakikisha kwamba jamii zinazopakana na hifadhi zinaishi kwa amani na tembo kwa kutumia njia rafiki kama mizinga ya nyuki. Tunawafundisha na tunawapa mafunzo ya namna ya kuweka uzio wa mizinga ya nyuki, namna ya kuvuna mazao ya nyuki, namna ya kuchakata, lakini pia tunawaunganisha na soko. Kwa uchunguzi ambao tumefanya ni kwamba tembo anaogopa nyuki. Anapokaribia karibu na uzio wa hiyo mizinga, anapousukuma ule waya ambao umeunganisha mzinga mmoja hadi mwingine, ina maana anawatikisa wale nyuki. Na nyuki wanapotikiswa mle ndani ya mzinga wakiwa wana asali, wale nyuki walinzi wanatoka nje kuangalia kitu ambacho kinataka kuchukua mazao yake. Na nyuki wale wanapotoka nje, maana yake wanatoa ile sauti. Ile sauti tembo akiisikia anaamua kuondoka, kwa sababu anakumbuka kizazi cha nyuma kabisa kilishawahi kuumwa na nyuki, hivyo anaogopa nyuki. Wito wangu kwa washiriki wa leo kwamba jamii pamoja na wahifadhi tufanye kazi pamoja, tutumie njia rafiki ili tuweze kuishi pamoja na tembo, kwa sababu idadi ya watu inapoongezeka na idadi ya wanyama inapoongezeka, ardhi haiongezeki. Jamii iliyoathiriwa, wahifadhi pamoja na wanyamapori.